Bwana Yesu asifiwe. Habarini za asubuhi, za makambi. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na siku nzuri ya leo, na inatia nguvu kwamba Mungu ameendelea kuwa na kila mmoja wetu. Nilikuwa ninafanya review na kufuatilia ikiwa tuna maswali au comment zozote. Nikagundua ya kwamba hakuna maswali yoyote, na niliona tu comment ambayo haikuwa swali hasa. Kwa hiyo nikasema tutaendelea. Wakati fulani pia pasipokuwa na hiyo maswali au comment, kwa sasa sio rahisi kuhitimisha kwamba watu wanaelewa au hawaelewi, lakini kwa sababu kuna fakta nyingine nyingi ambazo yumkini labda maelekezo tuliyosema ya kutoa comment au swali mtandaoni, kuna watu hawawezi kuaccess internet au hawana muda wa kuaccess au hawajui pale ninapozungumza. Sasa haya yanapatikana kupitia DCC YouTube account. Ukienda pale ndipo ambapo naeleza kwamba inaweza kuwa rahisi kuweza kuandika comment. Hata hapa inawezekana. Sasa muda wa wasilisho na mjadala au maswali, nisiwe mtu asiye na uwazi, ni kwamba kuna coverage inayotakiwa kufanyika, na hii ni ndani ya dakika 45. Inawezekana kufanya kwa kugawa pia muda wa kujadili na kufundisha, lakini utagundua kuna baki tu na vipindi viwili. Kwa hiyo tuombe wale wanaotufuatia online kuendelea kutumia njia hiyo, na sisi tulioko hapa kama ya online inashindikana, basi andika swali lako. Utabarikiwa kuona swali au maoni yakiwa yamewasilishwa, lakini nitapatia muda pia wa kupause somewhere. Nitaweka muda wa kusimama mahali fulani, alafu kama kuna mtu mwenye neno au swali atasema, lakini kwa sababu tuko live nitapendelea zaidi kwamba tutumie huo mfumo niliopendekeza ili kuweza kutawala kipindi. Sasa jana au Jumanne tulijifunza kuhusiana na kiongozi na ufanyaji wa maamuzi. Tukasema kwamba ufanyaji maamuzi unahitaji weredi, utulivu na maarifa. Samahani kwa typing error. Being knowledgeable. Usikurupuke tu kufanya maamuzi ya kitu ambacho hukijui. Ili ufanye maamuzi lazima uifahamu hoja au tatizo vizuri. Nilitoa mfano jinsi ambavyo mahakimu wanaenda kwenye kufanya maamuzi ya jambo. Kuna hatua. Kwanza watakuwa watu wanazungumza tatizo lenyewe. Tatizo lenyewe linaripotiwa. Likisha ripotiwa atasema okay, huyu unayemtuhumu ataitwa. Kuna taratibu za kumuita. Anayetuhumiwa anaitwa, naye anajieleza. Kunakuwa na opening statement, anatoa maelezo, kukana au kukubali kile anachotuhumiwa. Wakisha toa tayari maelezo, kuna sasa kuthibitisha maelezo. Utaona pale cross examination inafanyika, au examining the case kwa kupitia mtu mwenyewe au kupitia mashahidi. Wanaweza kawa wawili, watatu au wangapi, kwa sababu jambo haliwezi kuthibitika kwa kinywa cha mtu mmoja tu. Hizo ni hatua. Mashahidi watakuja, wataeleza, hakimu atachukua taarifa, baadaye ataanalyze zile data alizozipata sasa kwa mujibu wa sheria, mazingira na ushahidi uliotolewa, alafu anatoa maamuzi. Kwa hiyo vivyo hivyo kwa mzee wa kanisa, especially kwenye hizi nafasi ambazo zinahitaji kufanya maamuzi ya kanisa. Mzee wa kanisa, tunasema viongozi wa kamati, wale wenye viti wa kamati. Unaweza kuwa na mwenyekiti wa kamati ya majengo, wewe una attempt leadership pale. Kwenye unapokuwa mwenyekiti wa baraza wa kamati ya majengo, pale unatakiwa kuapply hizi, kwa sababu unaweza kukutana na mtu akaja na hoja pale inayoweza kukusaidia kufikiri na kufanya maamuzi, kwamba jamani, mnaonaje hapa tulipofika, ili tuweze kusali vizuri, hizi nguzo hizi zinazuia kamera, tuvunje nguzo hii na hii huku.
Sasa tuvunjaje hizi nguzo? Hizi nguzo zinabeba mzigo juu. Ukasema hakuna, zinazuia. Watazamaji kutoka China wanasema hawamuoni mhubiri vizuri. Unamkuta mtu kashupaa na wazo hilo. Sasa ili ujue kwamba ili wazo linatakiwa kufanyikaje, lazima uelewe baadhi ya vitu, ikiwemo kwa nini iliwekwa hapo. Inafanya nini? Na hoja zinazoweza kumfanya huyu mtu aliyesema atambue bila kumwataki. In fact, tunasema decision making in leadership, sometimes if in case you are facing a different opinion, you are to face the agenda and not to attack the contributor. Kuna wakati fulani kwenye mabaraza unakuta mnaacha kushambulia hoja, mnashambulia mtoa hoja. Ukifanya hivyo kiongozi ushafeli. Our personalities remains something as a different entity in service. Na hii ndio pia hata kuna baadhi ya viongozi utakuta anayeshindwa kujitofautisha yeye na kazi anayoifanya, wakiwa tu attached pamoja, ndio wale unakuta anasema kazi yenu mwaka huu siifanyi, mnanisumbua. Sio yako hii kazi. Wewe unafikiri mimi ningekuwa napendeza hivi ningekuwa nabeba kazi ya Mungu mabegani? Ningekuwa hata namwambia mke wangu I miss you. There is the life after ministry. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wamenikwaza, sikubali uongozi wowote mwakani. Huyo mtu amepata changamoto. Ameshindwa kujua jinsi gani ya kufanya maamuzi vizuri kwa kutumia hoja na kujenga hoja. Mshawishi mtu kile ambacho unafikiri ni sahihi. Na ukiona wengi wameelewa, ndio maana tunatumia democratic pia approach. Watasema tunaunga mkono hoja. Wakizidi watu wengi kwenye kikao mlichonacho, hiyo tunaichukua kwa sasa. Na wale washupavu sasa wanashauriwa kwamba wakubali mawazo ya watu wengine. So being skillful, utulivu wa kiongozi unakusaidia kuweza kusoma tendency. Sio mwepesi tu umeleta hoja wewe ndio mzungumzaji, sio umeita watu wa kushauri. Hata kama una maamuzi ya kitu, acha waseme kwanza. Mimi hata nikienda kwenye baraza la uchaguzi, naenda nikiwa naweza nikafikiri, kama nikiwaambia wajumbe naomba mniambie mimi niwapendekezee viongozi wote, naweza nikawapa listi ya viongozi wote wa kanisa, kwa sababu ninawajifunza mtu karama zake, udhaifu wake, wapi anaweza kufanya nini. Lakini niwaambie, baada ya kujifunza kwa sehemu fulani kuhusiana na mambo ya uongozi, ninaenda kwenye kile kibaraza nikiwa empty mind. Mnaweza mkapendekeza hata mtu ambaye najua huyu mwaka huu utakuwa na balaa, kama sitaweza kubalance hii mechi watu wanavyokuwa. Kwa sababu kuna watu ambao unakuta falsafa zao, ufahamu wao, karama zao zinakuwa na tofauti kubwa kiasi kwamba hawawezi wakakaa pamoja. Kuna wakati fulani kama wachungaji tunafahamu hiyo. Sasa ukikosea pia kama mchungaji kuwalazimisha wajumbe kwamba hii mechi haitaenda, hawa watu hawa mechi hawa, utaona watu wanakuja wanakuambia wewe mchungaji una visasi na mtu fulani, kumbe una nia njema. Sasa mimi na kisasi na nani? Mwekeni. Kwa sababu mafanikio ya kanisa au kushindwa kwake yanategemea kiongozi wenu, mchungaji, na watu waliomzunguka. Yaani ukimfanya mchungaji azungukwe na watu wanaojitambua, wenye karama sahihi, wenye kusimama kila mtu na department yake, mtashangaa kanisa linaenda vizuri. So mchungaji ni jembe. Lakini akiwa surrounded na watu ambao si sahihi, hawawezi kusimama katika zamu yao, anaweza kukosea hata kama mchungaji atakuwa mzuri. Ijapokuwa pia kuna nyakati inawezekana kabisa kwamba timu ikawa nzuri na mchungaji akawa hawezi kumatch na timu. I don't need to be biased. Nasema mchungaji, vivyo hivyo kama ningetoa mfano wa mzee wa kanisa, vivyo hivyo ningesema mwenyekiti wa kamati yoyote, kwa sababu hao wote wana attempt leadership. So tukaangalia pia kuwe na strategic vision, long term goals and the organizational mission. Mzee wa kanisa, jua what is the church mission, kusudi la kanisa ni nini, kauli mbiu yetu ya utume inasemaje. Jua dira yako, usiendeende tu kazi yako wewe ni fellowship tu, kila wakati mnakutana kula ubwabwa tu, hamwendi kushuhudia kazi yenu. Tunasema Yesu anasema tuwe pamoja, upendo nani? Upendo wapi? Mnaenda kushuhudia wapi? Kaleni ubwabwa na watu wasio na ubwabwa huko mtaani. Kwani mle kanisani na mkale na watu kule nje ili wajue upendo wa Kristo. Outreach ministry. Wanaoelewa punga mkono. Tunaenda pamoja. Kama una swali unaandika. Decisiveness tuliongea, lakini pia collaborative judgment involving stakeholders and encouraging participation for better outcomes. Unashirikisha watu. In fact,
mjumbe wa baraza aliyefanikiwa ni yule anayekusanya maoni ya washiriki kabla hajaenda kwenye mipango mikakati ya mwaka. Yaani ukisha kuwa kiongozi wa idara, muombe mzee wa kanisa kwamba mzee wa kanisa, mimi nitakuwa kiongozi wa idara ya mawasiliano na tuna baraza wiki ijayo, naomba leo niongee na washiriki wa kanisa ili amini. Ni vizuri pia unaweza ukaomba washiriki kwa maana kwa malengo ya mwaka mzima kwamba jamani, mmeniomba, mmenipitisha au mmenichagua niwe kiongozi wa mawasiliano kanisani. Sasa mnafikiri mwaka huu kwa neema ya Yesu kanisa letu kwenye nyanja hii ifanye mambo gani? Wanampa maoni, wakishampa maoni huyu kiongozi wa idara anayachukua na kuyachambua kwamba haya maoni ni halisi. Tuna zile goal setting criteria. Niliwaambia kuna kitabu nimeandika cha shabaha, this book. There is a chapter here which tells you how to plan. Ishi kwa malengo. It's a separate chapter. Na malengo ili useti, kuna watu wameandika vitu kadhaa. Nilipenda mmoja aliyesema lengo lolote lazima liwe smart. Neno smart amelitumia kutengenezea hiyo mkeka mzima wa malengo. Liwe specific, liwe mahususi, liwe measurable, linapimika, liwe attainable, liwe linatimilizika, liwe realistic, halisi, kuwe na uhalisia wa lengo. Na T inasimama kama timely. It's not included in the slides, lakini ni wazo lilokuja kwamba katika collaborative judgment, apart from collecting people's opinion, still you are gifted and talented in the area that the people have chosen you to represent. Glory, hallelujah. Wewe pale unajua hiyo na unaweza kufanya vizuri kama mbeba maono. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana cha kukizingatia kwa kiongozi yoyote. Kwa hiyo ukishapata utajua, utaangalia haya maoni niliyopata kuna uhalisia, je, anaweza yakatimilizika? Je, ni hitaji la kanisa la sasa? Je, ni nini? Unayachambua. Ukishachambua unayaweka pamoja. Ukishaweka pamoja, sasa unaita kamati ya mawasiliano. Unaona hizo procedure? That is the meaning of collaborative judgment. Ukiita wajumbe wa kamati ya mawasiliano, unaambia tumepata maoni hapa kwa ajili ya idara yetu mwakani. Sasa mnaonaje haya maoni tuyapitie katika kuangalia kanuni za uwekaji malengo. Nasema hii ni nzuri, tuliweke kwenye robo ya kwanza ili tutafanikiwa kweli kulingana na sasa. Maana kanisa letu linahitaji kupata kiwanja na nini, naona ni lengo kubwa. Naomba tuweke long term strategy. Okay? Nasema hili tuliweke kama moja ya malengo, lakini ni lengo la muda mrefu. Naomba tufanye strategic master plan ambayo itaona malengo ya mwaka huu, mwakani na mwaka ujao. Kwa hiyo hili tunaweza tukaliweka kama lengo la mwaka wa 4 baada ya kuwa tumefanya malengo mengine. Mnaonaje? Sawa, ni wazo la kweli bwana. Mnaweka pale mkakati, unakaa mkisha panga hiyo tayari vizuri. Kamati ya mawasiliano hiyo nazungumza ni kamati. Umetoka kupata maoni ya washiriki, unapanga malengo ya mwaka, umeenda kwenye kamati yako. Ukitoka kwenye kamati yako, ambako kwenye kamati hiyo wewe ni mwenyekiti, kunakuwa na katibu pale ambaye unaweza kumchagua katika miongoni mwa wajumbe kwenye kamati yako. Mzee wa kanisa, mshauri wa kamati, anakuweko pale. Muazini ni mjumbe kwa cheo chake, kwa sababu mtajadili mambo ya pesa na nini. Ana historia ya kujua kwamba viwango vya kanisa, I mean zile tunasema ile uwezo wa kifedha wa kanisa una ukubwa kiasi gani katika kukubali kupendekeza lengo gani lifanyike wakati gani. Okay? Anakuwepo pale. Na baadhi ya watu wenye taaluma kadhaa ambao wamependekezwa kuwa committee members. Kwa hiyo baada ya kamati, mapendekezo yanapelekwa kwenye baraza la huduma, siku ya baraza la huduma. Kwa hiyo baraza la huduma linayapitia, likisha yapitia, I'm talking about collaborative judgment. Usifikie tu kiongozi umeshafikiri sasa tunahitaji kuwa na kamera za kisasa. Tayari umetoka na kamera za kisasa nyumbani huko hapa. Watu wa Mungu, kamera ya kisasa inahitajika. No. Hayo ndio yatakufanya utapata burnout. Nitaongelea kitu fulani. Hatutanunua kamera ya kisasa sasa hizi. Sisi tunatafuta pesa kwa ajili ya kutafuta center of influence. Wao wanatuambia kamera ya kisasa. Unaweza kukuta kuna watu wanahoja hiyo. Baadaye unaondoka mdogo unasema kwa kweli watu wa Mungu siku hizo wameasi kabisa. Yaani mambo matakatifu wanayachukua. We Mungu Baba, wengine wanalia na mimbarani, unapoteza machozi hayo. Ungealia kwenye msiba mmoja hapo, angalau hata aliyefiwa angejua unamjali.
unalia sehemu ambayo haitakiwi kulia kabisa. Understand this. Kwenye baraza la huduma wajumbe wanaelewa lile hoja, wanachambua nao wanapitia. Wanasema hili wazo ni zuri. Mkuu wa huduma anaandika kama muktasari, baadaye linaenda kwenye baraza la kanisa. Likienda kwenye baraza la kanisa, wajumbe wasio wa baraza la huduma, yani ofisi ya mashemasi, unaweza kukuta kuna mkuu wa majengo, there are times anaweza asiwe mjumbe wa baraza la huduma kwa sababu ya ajenda zake, yeye ni mshauri wa mchungaji katika mambo ya majengo, anaweza kuingia tu kwenye ofisi ya wazee, baadaye mnaenda moja kwa moja kwenye baraza la kanisa. Wazee wa kanisa sio wote wanaokuwa wajumbe wa baraza la huduma. Kwa hiyo ukishatoka kwenye baraza la huduma, ajenda hiyo inaenda kwenye ofisi ya mchungaji. Jumatano inajadiliwa kama baraza linapangwa, kwamba baraza la kanisa lijalo kuna ajenda hapa kutoka kwa huduma. Analipeleka kwa ofisi ya mchungaji kwa sababu kuna wazee wa kanisa ambao hawaendi wote kwenye baraza la huduma. Tunaoelewana, punga mkono. That is the meaning of collaboration. Collabo. Nilikuwa kama chaplain kwenye moja ya sekondari, vijana wanakinga makontena yao ya wali, wakishakinga tayari wako 5, 6, 10 hivi, wanamwagia kwenye moja ya ndoo. Kwa hiyo wanajaza kwenye ndoo ubwabwa, alafu na maharage waliopata au mboga fulani ya majani wanapiga kwenye ndoo nyingine, au wanaweka kwenye ile ndoo, alafu wanachanganya, alafu wanazunguka ndoo. Sasa mwanangu, tunapiga collabo. That's the meaning of collaboration. Ile link niliyo share kwenye YouTube channel ya Hubiri Channel inaeleza habari ya teamwork. That's the meaning of teamwork. Bwana asifiwe sana. Involve others. Kwa hiyo mkikaa kwenye baraza utajua kuna wajumbe wachache ambao sasa, kwa wazee wa kanisa kwenye baraza la kanisa hawatakuwa na maswali kwa sababu wamepata hiyo ajenda kwenye kikao chao. Kwa wajumbe wa baraza la huduma hawatakuwa na maswali kwa sababu wamejadili hiyo ajenda kwenye baraza la huduma. Wale wanaofika pale kwenye baraza la kanisa, mnapofika pale, labda mkuu wa majengo tu ndio sasa, kwa sababu sio hayuko kwenye ofisi ya mchungaji, hayuko kwenye baraza la huduma, yeye hata kama mwenyekiti ndio anayempa fursa ya kuuliza zaidi. Utagundua watakaoongea ni wachache kwenye baraza la kanisa. Usikae baraza, kamati hizi zisipofanya, collaborative judgment isipofanyika, ndio unakuta baraza la kanisa mnakaa mpaka mnakula na ugali pale. Ni upotevu wa muda. Kunyweni chai kama mlitoka nyumbani mapema, na muda wa kikao unaweza ukawafanya msiwe mmekula, ili msipate athari za kiafya. Kwa hivyo mnaweza kusema tufanye baraza la kanisa saa 12:30 au saa 1 kamili. Baada ya kikao tutakunywa chai. Kwa hiyo saa 1 mpaka saa 2 mmemaliza baraza, mmekunywa chai, mnaendelea na mambo yenu. Kikao kipo pale, mnabishana, mnamenyana. Ukiona tayari kanisa la namna hiyo hawana collaborative judgment. Viongozi tuishike hiyo, itatusaidia kufanya kazi ya Mungu kwa ufanisi na kwa utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Sikuisema hiyo content jana, lakini nimeimalizia katika namna hiyo, na Mungu atutetee. Sasa leo tunaangalia kuhusiana na conflict management and dispute resolution. Nilisema jana wakati nimeishia hapo kwamba leo tutaendelea. Understanding conflict management and dispute resolution. Kujisi ya kumanage matatizo yanapotokea, you can strike balance, au kabla haijatokea you can stand stable. That is the meaning of management. Yani chombo kinateswa hivi, kinabebwa huku na kule, ni kama chombo cha baharini. Hizi meli zinavyotengenezwa hizi, zinawekewa namna ambayo inafanya mawimbi hata yapigaje hayawezi kukifanya kikapinduka au kuzama. Kuna namna hata meli ambayo, kuna meli zinatengenezwa hata ikigeuka juu chini vitarudi chini juu. Sijui kama mmewahi kuona hiyo. That is management. Ability to stand even in the overwhelming situation. Dispute resolution, sasa in case management imefeli au jambo limeisha tokea, tayari limetokea, hakuna anayetamani kuona mambo mabaya yakitokea kama kifo. Mungu angetamani tusife kabisa, na ndivyo alivyotuumba. Lakini watu wanakufa. Watu wa hospitalini wanatamani asife mtu hata mmoja anayepeleka hospitali, lakini watu wanakufa. Ndio maana sasa pale kuna dawa ili usife, lakini kuna mortuary in case ukifa. Madaktari bwana hao wanaweka dawa na mortuary. Maana unajua kwa kweli we can try all our best to save life, but in case of anything we have where we can at least arrange for your funeral. That is the same in the aspect of leadership.
lazima ujue first manage the conflict. In case you have failed or the situation has been out of your control, there arose a dispute, then you know how to resolve it. Now, dispute resolution and conflict management is by definition nimeeleza kwamba conflict management ni uwezo wa kufanya matatizo yakitokea yasiwe na madhara au kuyazuia yasitokee. Lakini dispute resolution sasa in case yametokea ni mbinu za namna ya kuyakabili. Wangapi wameelewa? Punga mkono. Ambao wanaendelea kufuatilia vizuri nao punga mkono. Wameelewa lakini hawafuatilii vizuri. Ni vile tu kwamba wataki kuwa kila mahali. Ni hekima hiyo pia. Now, dispute resolution nitakuwa nachanganya hapa na pale lakini zina tofauti. Hii ni hali tunasema ability to address, manage and resolve disagreements or disputes. That is the meaning of now resolution. Utatuaji wa matatizo. Kwanza una address tatizo, you manage it. Okay, unaona management inaingia kwenye dispute resolution, then you resolve the disagreement. Kwamba okay, sasa tatizo limetokea. Tunatokaje hapa? Okay? Transforming the dispute into an opportunity for learning. Sasa pia dispute resolution and conflict management inatufanya kwanza kutambua matatizo wakati fulani lazima yatokee. Yakitokea kusudi lake sio kutuharibia mahusiano, isipokuwa ni kutupa experience. Giving us what? Experience. We are to be good. There is a word here I wanted to point, but you get it right. An opportunity for learning. Yaani ile ni kwa ajili yako kupata uzoefu. Sio kusema fulani na fulani wana bifu. Lilianzia kwenye baraza la kanisa. Bifu hilo la nini wewe? Kuna wakati wa kuwa na muda mzuri na familia yako hapo. Vaa t-shirt vyenu, I and you. Okay. Geni hicho t-shirt mnatembea beach hapo, I and you. Na tulaba siku moja nitapiga hiyo au na kakaptula hivi sijui au wala kaptula sijaweza kuvaa na nini au kanguo kakuogelea na mke wangu I and you tuko pale beach, lakini upo kila saa kanuni ya kanisa imevunjwa, haiwezekani hapa. Pastor, kuna wakati pia wa kuangalia kama watoto wamerudi shule wamefanya homework. Hiyo nayo ni kazi yako. Sasa kila saa hata kula unashindwa, yani unakula huku simu inaingia. Mzee wa kanisa anakula simu inaingia shemasi mkuu. Shemasi mkuu, hawa vijana wameshindikana kabisa. Kuna mmoja tena mwingine ameharibu. Sema ameharibu? Yani hiki chakula hata nakikosea hamu kabisa. Tena matatizo ya kula kwanza mzee wa kanisa kula. Tutaangalia habari ya self care hapa. Eat. Magomvi yanayotokana na mtazamo mbaya. No. But also innovation and stronger relationships. Uwezo wako wa kustahimili wakati unagundua kuna mtu amekufanyia chokochoko, labda ni mshiriki. Kuna wakati fulani mzee wa kanisa unaweza kusimama huko zamu, mmepanga mpango, sasa huko zamu unaopeleka huo mpango kwa halmashauri ya kanisa. Unakuta kuna mshiriki hapo amenyanyuka na hoja, anakuattack. Hii somo ndio linakusaidia ukiwa attacked kutulia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu niliwaambia kuna watu wana matatizo yao huko, kakosa bumu, ana sapu 2, au mtu amekuwa diagnosed huko ana kansa, ana pressure, ana kisukari, ana tezi dume. Amekuja hapo mzee wa kanisa anakuletea issue very frustrating. Na watu wengine wanakaa kimya, wanasema jamani, huyu mtu mbona hivi, alifikiria kweli kabla hajasema hivi? Relax kiongozi. Kuna siku moja nilikuwa mzee wa kanisa wa zamu, and I was a very young elder. Unajua kuwa wazee wa kanisa ni sasa hivi ndio, kwa sababu ile dhana ya kwamba kuwa mzee wa kanisa ukiwa sio mzee ni sasa hivi tu ndio inaonekana hivi. Lakini miaka 2006 7 huko, uwe mzee wa kanisa ambaye sio mzee, unafuata nini huko? Nilichaguliwa kuwa mmoja wa wazee wa kanisa pale kanisani kwetu.
nikiwa kijana, na nasema kwa sababu nilikuwa najifananisha na ile timu ya wazee wa kanisa waliokuwepo. Walikuwa ni wazee walioheshimika. Pastor hapa jana amemtaja mzee Pongolela, ameshafariki. Mmoja wa wazee ambao nawakumbuka sana. Alikuwa ni miongoni mwa watu ninaowasema, hao wazee wana kazi zao lakini wanampa Yesu wakati, wana professional zao. Kwa hiyo nikawa najikuta niko katikati ya wazee kwenye baraza la mtaa. Nilikuwa siongei. Unaongea nini wakati pale kuna wazee wenye umri, wana experience, wamefanya kazi, wamejifunza kanuni ya kanisa miaka ya kutosha. Mimi ndio mpaka nakalili kurasa, sababu najua huu ndio uzima wangu kama kiongozi. Lazima ukiulizwa swali useme kwa mamlaka gani unayatenda haya. Usiseme kwamba Yesu, kwamba na ninyi nitawauliza swali. Ni kwa mamlaka, yule alikuwa Yesu. Nataka umwambie mwongozo wa kanisa toleo la 20 ukurasa wa 92 unasema nukuu. Sasa mtu abishane na mwongozo uliompatia. Kwa mujibu wa sheria ya Mungu inayoelezwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 inasema mtu abishane na maneno unayosema. Kuacha hiyo hadithi. Sasa nikiwa zamu nasema hiyo habari kwa washiriki, tulikuwa tuna effort na ilibaki wiki moja. Hela iliyokuwepo haikutosha kuanza kazi isipokuwa watu kushiriki. Sabato hiyo sasa nimesimamia hicho kikao. Nikamwambia jamani, kulingana na taarifa ya mkuu wa huduma, pesa inayoonekana kwa imepatikana mpaka sasa haitutoshi kuanza kazi. Sasa tunajifikiria kwamba tutafanikiwaje katika mkutano huu, na tumeona tushiriki pamoja mawazo haya. Mnasemaje? Kuna mzee mmoja akanyosha mkono. Sio mzee wa kanisa, ni mzee kwa umri. Ni mzee kweli. Akasema unajua haya ndio madhara ya kuchagua wazee wa kanisa watoto. Sasa effort na wazee wa kanisa mtoto hapa. Lakini nilijifunza kutulia. In fact sikujifunza mambo ya uongozi, ni kwa sababu tu ya wazazi wangu walivyonifundisha. Wakati fulani mtu mzima hata akikosea unakubali tu. Ndio maana hata wazee zamani wakikaa wanapiga story, kunakuwa na katoto anakajua haka kana hekima, kanakaa katikati yao. Maana huwezi kujua kuna miongoni mwa wazee labda amekula maharage na mahindi ya kuchoma na ndizi za kuiva pamoja na maziwa yakaleta fujo tumboni. Kwa hiyo in case of any challenge as they talk, kale katoto kana absorb shocks. Naomba nisamehe wazee, kanaondoka. Vile vitoto vinaenda kula mbuzi na vitu vizuri na wazee. Kana ficha aibu ya mtu mzima pale. Wazee wanavijua vile vitoto wanakaa navyo. Sasa sio mtu siku hizo mtu kachafu wale sasa. Unasema huyu namna gani huyu mtoto hajafundishwa maadili huyu. Kwa hiyo nikamsikiliza, akaongea, akaniattack sana kwa atake hoja. Nikasema nashukuru sana mtumishi, Bwana akubariki. Asante. Maoni yako tumeyachukua, na kuna mtu mwingine mwenye wazo. Okay? Kuna mama mmoja akasimama, akasema mchungaji. Samani, nilikuwa mzee wa kanisa. Mzee wa kanisa. Kazi ya Mungu haijawahi kufeli. Mimi nitaleta mchele kilo 50. Watu wakasema amina. Mwingine akasema kwa kweli kama mama nani alivyosema, huu sio wakati wa kujadili tunafanyaje. Mimi nina maharage debe moja, nitaleta maharage kilo 20. Mwingine akasema hela. Nikamwambia okay, lakini kuna wazo jingine kama mtakumbuka lile la kwanza. Na alisema hiyo effort iahirishwe, alisema. Nikasema mbali na hizi mchele mnavyosema, maharage, pesa, tuna mjumbe moja pia alisema tuahirishe effort hii. Sasa mzee wa kanisa unaturudisha nyuma, yale mawazo yake tuliyasikia. Lakini na sisi tuna mawazo yetu. Nilipofika hapo, kwa sababu najua pia demokrasia ndio muundo wa Mungu anaosema, nikasema imani, sasa kwa mtindo huu mnasemaje? Tunakwenda kwenye effort wiki ijayo. Effort imefanikiwa au tuna sita ili tujipange tena? Wanaosema tunakwenda kwenye effort, mikono juu. Na mzee tu amebaki hapo. Nilikuwa namwangalia sasa kura yake, naye sijui unapata aibu tu. Wakati fulani ukiwa na umri mkubwa pia usiwe haraka kuongea kitu. Kuwa wa mwisho. Nakupa hiyo kodi. Bwana asifiwe. Yani acha kwanza watu wahangaike. Lakini ukiona pia hilo jambo ulielewi kabisa, nyamaza, nenda nyumbani kwa amani. Kwa sababu unaweza kufikiri unatengeneza, baada ya kusala mzee tumehangaika tukafikiri atatuletea suluhisho, kumbe kaongea pumba. Na ndivyo iko hata kwa wachungaji sisi. Wanaweza wakahangaika kwa wazee wa kanisa, wakahangaika wa nini? Tulia, sikiliza, acha wajadili wa dini. Unaweza kukuta na wewe ulikuwa hujui jambo, lakini katika kujadili kwao umepata kitu fulani.
unasawazisha pale. Jamani, Bwana asifiwe sana. It's very important. Na hiyo inaboresha mahusiano. So let's look at the approaches before we wind up and close. The timekeeper has to show me that there remains 5 minutes. Not you are just telling me 1 minute. How do I land and I'm still on the sky? Let's forgive each other. We have a strong time manager here who will just come and show you have 0 minutes. I tell you, that is not fair. Please prepare me for my death. Unless it is anticipated. If there remains 5 minutes, show me so that I will see how to land. Are we together? Now, approaches in conflict management and dispute resolution, or principles that you can look at, kuna kitu hapo kimeandikwa competing others fault. Hiyo competing others fault, kama kiongozi, blessings and live longer, my brother. I am shown the time and here we go. Amen. Competing others fault ni ile unakuwa kiongozi, labda tusema ni shemasi. Nimesema shemasi anafanya mambo ya management, lakini kuna leadership. Kwa mfano, anaposimamia baraza la mashemasi, ata apply those skills. Anapokuja kwenye resolution, kuna washiriki pale wamegombana. Labda baba na mama wamepigana kwenye ndoa. Ilikuja kuwa kitu nilichokishuhudia hivi karibuni. Wasabato wako waliooa na kuoana wanapigana nyumbani ngumi. Hii sikuwa naiamini bwana. Nikaiona kabisa. Na siku niliitwa alfajiri na mapema saa 11:30 asubuhi, simu inapigwa. Kwenda mama ananiambia, pasa nimekuita hapa kabla sijaondoka. Naomba ujue kwamba nataka niende nyumbani. Mume wangu amenipiga. Na mume wake alikuwa pale. Na alilala kwa jirani siku hiyo. Majirani ndio walikuja wakaokoa pale mtu asije akauliwa. Kisanga hicho. Sasa mzee vipi? Akasema ni kweli pasta, huyu nimemchapa makofi huyu. Ilikuwaje? Nikawaacha wanareti story. Sasa katika hayo kwenye conflict management, wewe unayehusika, mashemasi wa kawaida wana jukumu hili. Mashemasi wakuu wa kike kwa wakuu wana jukumu hili. Mzee wa kanisa una jukumu hili. Mchungaji una jukumu hili. Ukifika hapo ujue kwamba kuna aina ya wakosaji ambao wana hii dhana ya competing au competition. Ataona kwamba lile tatizo sio lake lakini ni la mwenzi wake. Yaani anapoongea kila kitu yeye anasema hili ni kama Adam alivyokuwa anasema sio mimi ni huyu mwanamke, sio mimi ni huyo nyoka. That is the tendency of competing. Sasa utaona jinsi ya kuweza ku neutralize mambo. Tutaangalia pia mbinu za key conflict resolution skills. Zitatusaidia. Kuna approaches ambazo utatakiwa kuzingatia katika kutatua hiyo. Cha pili, compromising. Sasa unaweza ukakuta wewe unayeshughulikia jambo, miongoni mwa wale watu unaowashauri yuko anayetoa wazo la kwamba sio mimi kwamba ni mkosaji. Unaweza kukuta mtu anasema mimi siwezi kusema mimi kama ni mkosaji au mke wangu kuwa ni mkosaji, lakini tumekuita hapa ili tusaidie kwa sababu kuna tofauti ya mawazo. Sasa ukiona hivyo wewe mtu ambaye unawakutanisha watu, tayari unajua kuna strength hapa. Sio unaanza baadaye wamekusimulia wamemaliza afu unasema wewe ndio mkosaji. The opening statement showed you. It had a content kukuonesha kwamba hawa watu wanahitaji tu mtu ambaye anawaonesha kati yao vitu gani wafanye bila kuonesha nani mkosaji. Tutaangalia hizo mode. Lakini nyingine, avoiding. Unaweza kukuta wamekuita pale kama shemasi, kuna tatizo, wamejadili, alafu kuna mmoja wao anasema mchungaji au shemasi, mimi naomba tu kwamba haya mambo sasa haya yaishe. Ukiona mtu anasema useme yanaishaje kiharaka haraka. Yeye ndio mwenye tatizo. Anaomba yaishe. Kwa hiyo tumia sentences zilizotangulia ili kusupport statement anayoisema. Utakuwa ni mtu mzuri anayetatua matatizo. Wanaelewa? Punga mkono. Yes, those are the keys. Lakini pia kuna nyingine tunasema accommodating. Sema kwenye resolution pale
Unaona kuna mtu anasema naomba mke wangu atangulie kusema. Japo ametofautiana, lakini anaweza akatanguliza mwenzie, sio? Au anawaeleza vitu vizuri ambavyo mbali na mabaya kuna vizuri ambavyo mkosaji amefanya. Not hivyo vitu kama vitu vya kukusaidia kumalizia mtatizo. Na mwisho ni collaborating. Sasa hii ni ile ambayo unakuta watu wana cooperate for solution. Nasema ni kweli kwamba tumeshapigana. Tunakushukuru sana mzee wa kanisa kwa kutusaidia kutueleza jambo hili. Sasa mke wangu, unafikiri kwa maneno haya tuombe mzee wa kanisa pale akae ili tuongee? Naomba uje hapa tuongee mke wangu. Mnatoka pale mnakaa. Sasa mke wangu, sasa mzee wa kanisa ameongea na sisi na umesikia aliyoyasema. Unafikiri tuendelee na mada hii ya kutotofautiana au Mungu atusaidie ili tuweze kutotendeana haya mambo yanayotuumiza? Tumwambie nini? Tumeshamhusisha kiongozi kwenye jambo hili. Nasema tunaomba tuachie muda tuyafanyie kazi aliyotuambia. Panarudi. Sasa mchungaji, tunakushukuru umetusaidia na tunaomba utusaidie. Tumekubaliana kwamba tutashirikiana kusaidiana kuhakikisha kila mtu amuumizi mwingine. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo kiongozi unajua hapa, okay, the session is successful. Sasa resolution skills ambazo unatakiwa kuzifanya katika hayo, kiongozi kuwa na uwezo mzuri wa kusikiliza, active listening skills. Active listening skills ni kwamba mtu anapoongea usiprovoke, acha aongee mpaka amalize. Tumepewa macho mawili ili tutazame sana, masikio mawili ili tusikie sana, pua hizi na matundu mawili ili unuse, vuta hewa kwa wingi, mdomo mmoja tu kwa ajili ya kuzungumza. Kwa hiyo kiongozi anatumia mdomo mmoja akijua utalemewa wakati mtu anaongea na wewe unaongea, sikiliza. Japokuwa kibiolojia tunasema hizi ni access tu, lakini sikio liko moja tu. Yaani central processing ya hizi nani za collection ni mbili, lakini jicho ni moja. Yaani ukiziba hapa unachokiona huku ndicho unachokiona huku. Ukiziba pua hapa huwezi kusema hii harufu huku ikasikia pilau huku ikasikia, amna, ni moja tu. So be an active listener. Attempt emotional intelligence. Hii tutaangalia mambo yake. Negotiation skills kama tulivyosema wakati unapoendesha session. Mediation ability, kujua kwamba kuna wakati fulani unakaa katikati ili ubalance huku na huku. Okay? Problem solving techniques tumeziangalia chache. Patience and self control, uwe mtu mwenye uvumilivu na kujitawala. Ijapokuwa kuna wakati mwingine inashindikana. Unaweza kukuta mtu anakuambia kesi au uzoefu mbaya aliyopitia, unajikuta unalia machozi. You have lost self control. Emphasizing without sympathizing. Kuna watu wengine wanatumia maneno na nini? Fairness and ethics. Yesu kama kiongozi, he was fair. Mary the harlot, he was Mary Magdalene. I'm sorry, I don't need to confuse. Kuna mwanamke aliyekamatwa yule akiwa amezini. Walipomleta kwake, adhabu ilikuwa kupigwa mawe afe. Lakini Yesu alitulia, akaandika chini, akasema mwenye dhambi ampige mawe. Sio kwamba alikuwa anatetea kosa. He was fair. Kweli mtu ni mkosaji, lakini mzee wa kanisa, usijifanye unavunja taratibu za huyu mkosaji kwamba eti unatetea haki za kanisa. Kanisa litaaibika sana. Kwa hiyo unakuwa kama ndio unachapa mtoto wako. No, mkosaji bado anapendwa na Yesu. Be fair. Keep your ethics. Lastly, we have different dispute resolution methods. Tuna mediation ambapo mpatanishi anakuwa katikati pale kama neutral. Yeye anasikiliza tu huku na huku na hawi katika upande wowote. Anawasaidia watu kupata mapatano. Negotiation in voluntary process where parties directly communicate to reach mutual acceptable agreement. Hii haihitaji mtu mwingine. Unaweza kukuta watu wamegombana, labda umesikia, mzee wa kanisa umesikia kwamba mshiriki fulani na fulani bwana inaonekana hawapatani, ila haujui kwa nini hawapatani. Katika kufuatilia ukagundua kusema ni kweli kuna vitu fulani haviko sawa, lakini tumezungumza. Acha hilo jambo. There is negotiation that has taken part. Arbitration. Kunakuwa na neutral arbitrator kama msikivu ambaye anawasikiliza. Na wakati fulani hapa kuna watu wote wanaweka maazimio ya kufanya maamuzi yao. Hizi na nini secular, lakini hata kanisani zinawezekana. Sasa kwa hiyo wewe baba unajikomiti nini kwamba utafanya mambo yanayomfanya mke wako kuumia?
Na wewe baba unamwahidi nini mume wako? That is arbitration. Mzee wa kanisa, ukijua hiyo approach itakusaidia. Unawabind watu. Yale matatizo ni ya kwao, ndio maana wakishamaliza unawaacha nayo, wewe unaenda kununua pale ka juice kabaridi kaembe, au unatengeneza unaendelea kunywa. Matatizo yao ya kwao. Unachofanya ni kuwaombea na kuangalia kwamba wanafanya vizuri. Amen. Na reconciliation, litigation, facilitation, and that is so. I'm not sure of how many minutes remained, but I have to ask you a question in case if there be any. So far, kwenye conflict management and dispute resolution, nani amepata swali au jambo analofikiri kwamba linaweza nikapata ili kulizingatia kwenye somo lijalo au thing? Okay, there is a reflection here. Unaweza kuja mtumishi, alafu ukatuambia, kuna dakika moja hapa, na ukimaliza basi tukafunga. Karibu. Karibu. We have 1 minute for winding off. Baada ya mzungumzaji huyu, kiongozi wetu, mwenyekiti wa kipindi, atatufungia kipindi chetu. Karibu. Asante. La kwangu ni swali ambalo labda kama lisipopata majibu sasa unaweza ukalijibia hata baadaye. Okay. Tumejifunza juu ya conflict resolution at individual level. Conflict management. Yeah, and okay, maybe at local church level. Okay. Sasa assume labda katikati yetu kumetokea mgogoro. Na mgogoro huu at local church level ni wa kanisa zima, labda kwa washiriki. Umefanya kanisa zima likahusika kwenye mgogoro. Yes. Na tunapotafuta suluhisho tunakwenda ngazi ya juu yetu ambayo labda ni jimbo. Sasa jimbo tunapokwenda linashindwa kutusaidia ngazi ya field au conference. Na field au conference inaposhindwa tunakwenda union. Union inashindwa kutusaidia, inatujibu kwa barua labda kwamba rudini jimboni ambako ni conference, ndiko mnavyoweza mkasaidika hili. Lakini conference tumekwisha kwenda na wameshindwa kutatua tatizo. Sasa hapo tufanyeje kumaliza mgogoro? Na kuna mgogoro unaoendelea kanisani kwetu. Katika hali kama hiyo, ushauri wako ni upi? Ushauri wangu, kwa sababu ya muda niliacha hili, lakini ni kana kwamba sasa sijui ni swali au ni uzoefu halisi. Hilo ni la kwanza. Ni swali. Analysis. Okay. Yaani mimi kama mchambuzi sasa. Kwa sababu muda umeisha, nitaanza nalo ili wakati ujao. Jamani, Bwana asifiwe. Maana nilikuwa na attempt active listening, nimesikia. Sasa najaribu kucategorize. Is this a real scenario or is the question? Hapo lazima uwe makini. Okay. Simameni tuombe. Yeah. Shall we pray? Gracious Heavenly Father, we thank you so much. You have made camp meeting as time for us to gather, celebrate the harvesting season after successes of all the times. Father God, we are here to be with you, remind each other on journey towards the cross of Calvary that is the gate for our success. In a while, we have discussed several issues on conflict management and dispute resolution. We may not be able to finish every what is important for everyone. But when your Holy Spirit is with us, we can be wise enough to settle the matters like Solomon, whom was equipped with knowledge and understanding. I pray for DCC, the church members, church leaders, heads of the department, the office of a pastor, and even the pastor himself. Make them to be in one accord. Help them to work as a team,
knowing that in case they allow differences that are unsettled, we know that conflict is part of life, but the failure to manage it is a door that is open for the devil to spoil and destroy. We stand with you. We ask for your mercy in Jesus' name. Amen. Blessings.